Asante Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunasema asante kwa kuwa mko pamoja nasi tena Bwana Yesu. Asante kwa kutulinda na kututunza mikononi mwako Bwana Yesu. Umetuhifadhi hata wakati huu tena Jehova Mungu wangu na Baba yangu. Asante kwa sababu ya neema yako. Naomba Bwana uwe pamoja nasi tena Bwana katika wakati huu. Mfalme wa utukufu kaendelee kusema nasi tena kwa utukufu wako Kristo Yesu, na kuomba Bwana usinyamaze. Lakini Bwana zungumza nasi tena katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribisha tena katika mapambazuko haya ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake. Samahani kwa kuchelewa dakika chache pale. Wacha tupate kuendelea. Tunaendelea na ujumbe unaosema kazi ya Yesu Kristo msalabani. Tukua kwenye kipengele cha kusudio kuu la kazi ya Yesu msalabani, na jana tumeona kusudio kuu la kazi ya Yesu msalabani ni wewe na mimi. Lengo lake la msingi, kusudio kuu la msingi ambalo lilipelekea akubali mateso, akubali kuumia kwa ajili yetu, ni ili kutukomboa. Ni kwa ajili yetu sisi, sio kwa ajili ya ng'ombe, wala sio kwa ajili ya nyati, wala ndovu, wala wengineo, lakini ni kwa ajili ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. So mateso yote ambayo Yesu anayapitia sio kwa sababu ya mwingine yeyote, ila kusudio kuu ni mimi na wewe, kwa maana ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeona ile kusudio kuu lina mambo makubwa mawili. Number 1 tumeangalia jana ni ondoleo la dhambi. Nikasema kuna utofauti wa msamaha na ondoleo. Kuna utofauti kidogo. Kwenye Biblia za kizungu ni kama haziendi deep hivyo, lakini kwenye Biblia ya Kiswahili inaenda ndani na kuwa na maana nzuri zaidi. Sasa anasema ni kwa ondoleo la dhambi, sio msamaha tu wa dhambi. Ni ondoleo la dhambi. Yesu asifiwe. Yaani sio kama kufunika, hapana, lakini ni kuondolewa. Sio tu kusamehewa, lakini ni kuondolewa. That's why anasema kama ilivyo mashariki na magharibi, they will never meet. Ndivyo ambavyo Mungu anafuta makosa kwa maana ya dhambi zetu kabisa, na hata zikumbuka forever. Lakini si hivyo tu. Sasa anapozungumza hapa kwenye Agano Jipya for the first time kwa habari ya ondoleo la dhambi, Bwana Yesu asifiwe, kwa habari ya ondoleo la dhambi anamaanisha ndani zaidi. Yesu asifiwe. Maana iliyoko hapa ni kubwa zaidi ya vile ambavyo tunaweza kuizungumza. Ni kubwa zaidi sana. Haleluya sana. Anaposema ondoleo la dhambi anamaanisha ni kusamehewa au kufutwa kwa dhambi iliyokwisha kufanyika, lakini kuondolewa kwa nguvu ya dhambi ndani ya moyo wa mwanadamu. Rakamanda raba shekiria. Haleluya. Rigabrizo yamanda. Haleluya, haleluya. Sikia nikuambie, maana yake ni kusamehewa kwa dhambi iliyokwisha kutendwa, lakini kuondolewa kwa nguvu ya dhambi ndani ya moyo, kwa maana ya kwamba isitendeke tena, isitokee tena. Kwa lugha nyingine ni kusema ni kukiua kiwanda cha dhambi, ni kukiulia mbali kiwanda cha dhambi, ni kukiondolea mbali kiwanda cha dhambi ndani ya mtu, ni kuua ile atmosphere mbaya ambayo ilikuwa inazalisha dhambi ndani ya mtu, ni kuiondoa kabisa. Wanaposema ondoleo la dhambi ni msamaha, lakini kuondolewa kwa ile nguvu ya dhambi kwenye moyo wa mtu ili asitende dhambi tena. Kwa sababu unaona kule nyuma, kule zamani zilimwagika damu za wanyama, za damu za ng'ombe, mafahari, zilimwagika damu za kondoo waume, zilimwagika damu za kondoo wa kike, zilimwagika damu za aina mbalimbali au za wanyama aina mbalimbali, lakini hazikuweza kufanya ondoleo. Zilifunika dhambi ili Mungu asitazame tena, lakini dhambi ilikuwepo pole pale. Ila sasa ni ondoleo, manake forgiveness forever, na kuondolewa kwa ile power of sin ndani ya moyo wa mtu. Haleluya sana.
Yesu asifiwe. Na maana Yesu anatumia neno ondoleo la dhambi. Anatumia hii sentensi kwamba si tu msamaha wa dhambi, no, ni ondoleo la dhambi. Haleluya. Yesu asifiwe. Ni ondoleo la dhambi, sio msamaha wa dhambi. Maana ni zaidi ya msamaha wa dhambi, ni zaidi ya kusamehewa. Ondoleo la dhambi ni zaidi ya kusamehewa. Kwa hiyo damu ya Yesu ilimwagika msalabani ni kwa ondoleo la dhambi. Atusaidie Mwokozi Yesu. Ndio, ngoja niseme tena, kuna utofauti kidogo wa msamaha, kwa sababu narudia tena, kule kusamehewa, walisamehewa mara nyingi. Kosa ng'ombe kafa, kosa kondoo kauawa, kosa hiki kimefanyika, vyote inatolewa mpaka sadaka za amani, sadaka ya dhambi zilikuwepo nyingi sana kwa ajili ya kufuta ama kwa ajili ya kusamehe, ya kufunika dhambi isiendelee kuonekana mbele za Bwana. Lakini tazama nikwambie, bado dhambi ilidumu pale pale. Lakini Yesu anasema ni kwa ondoleo la dhambi. Na ndio maana alipokufa tu msalabani ilifufuka. Alipofufuka ilifufuka miili mingi ya watakatifu. Hao wakisha kuwatokea wengi, wakaingia mji wa uzima. Wakaingia mji wa uzima wa milele. Yesu asifiwe. Wakaingia paradiso. Kwa nini? Kwa sababu ni ondoleo la dhambi. Yaani Yesu, damu yake pekee ndio iliyofuta dhambi iliyokwisha kufanyika, na ikaondoa nguvu ya dhambi ndani ya mwanadamu ili asije akaitenda dhambi tena. Yesu asifiwe sana. Kiu ya dhambi inaondolewa ndani ya mtu. Ile chemchemi ya dhambi, kile kilichokuwa kiwanda cha dhambi ndani ya mtu, kinaondolewa automatically kwa damu ya Yesu. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni damu ambayo ni ya pekee. Ndio maana nasema ni damu ya agano, damu ya agano, agano jipya, damu ya agano tofauti kabisa. Hiyo ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Haleluya sana. So anasema ni kwa ondoleo la nini? La dhambi. Wacha tuisome tena. Tumesoma Mathayo pale sura ya 26 mstari 26 mpaka 28. Mathayo 26 mpaka 28 ambako neno la Mungu linasema hivi: nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. 27 akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana 28 hiyo, hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe anasema damu yake ni kwa ajili ya ondoleo la nini? La dhambi. So hakuna namna nyingine ambavyo dhambi inaweza kuondolewa kwenye maisha ya mtu. Hakuna njia nyingine ya kuiondoa dhambi kwenye maisha ya mtu isipokuwa ni kwa damu ya Yesu. Hakuna nguvu nyingine yoyote ya kuiondoa dhambi, ya kumkomboa mwanadamu isipokuwa damu ya Yesu. Hakuna nguvu nyingine yoyote ya kumtenga mwanadamu na uovu uliokwisha kufanyika zamani isipokuwa damu ya Yesu. Acha niseme na wewe kidogo. Nasema hivi, hakuna nguvu nyingine yoyote au sadaka nyingine yoyote ya kumtenga mwanadamu na dhambi iliyokwisha kufanyika zamani, ambayo kwa hiyo inamtesa kwa namna moja ama nyingine, isipokuwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndio ambayo inayafuta makosa ya zamani na inakomesha yasiendelee kutendwa. Maana yake, tafsiri yake, ondoleo la dhambi. Yesu asifiwe. It's very important. Damu yenye nguvu ambayo haitafananishwa hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ondoleo la dhambi. Inaipenda sana kwa sababu haifuti tu, no, inaondolea mbali. Yaani inaondoa kilichotendwa na inaua chanzo cha kutendwa. Haleluya. Yaani inaondoa kilichofanyika na inazima kabisa, inaua kinachosababisha itendwe. Haleluya sana. Yaani kama kusema ni kuondoa bidhaa mbaya sokoni
Kuondoa bidhaa mbaya sokoni hakutoshi. Sikia, kuondoa bidhaa feki sokoni hakutoshi. Hata kama TBS wangejitahidi kiasi gani kuondoa bidhaa feki sokoni, haitasaidia ya kudumu. Kile kinaweza kusaidia au msaada wa kudumu hautokani na au sio kuziondoa bidhaa feki sokoni, ila msaada wa kudumu ni kuviua viwanda vinavyotengeneza hizo bidhaa feki. Kama kiwanda kinachotengeneza bidhaa feki hakijauawa, bado bidhaa feki zitaonekana sokoni, hata kama ni kwa magendo. Narudia tena, kama viwanda vinavyotengeneza bidhaa feki havijakufa, havijazimwa, havijaondolewa, havijazuiliwa, kuiondoa bidhaa feki sokoni itakuwa ni zoezi endelevu, haitakoma. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mara zitaingia sokoni, maana bado production ya zile bidhaa feki inafanyaje? Bado inaendelea. Ndio maana suluhisho la pekee ni kuviua vile viwanda vinavyotengeneza bidhaa feki. Sasa kitu alichokifanya Yesu sio kuingia kazini kuondoa bidhaa feki tu. Aliondoa bidhaa feki iliyokuwa sokoni, aliondoa dhambi iliyokuwa imekwisha kufanyika, iliyokuwa inaendelea, lakini akaingia ndani zaidi, akakiua kiwanda cha dhambi kwa damu yake alipoihukumu dhambi katika mwili. Yesu asifiwe. Akaihukumu dhambi katika mwili, akakiua kiwanda cha dhambi ndani ya moyo wa mtu, ndani ya mwanadamu ambako ni ndani ya moyo, akakiua kiwanda cha dhambi. Ndio maana damu yake inafanya kazi ya ukombozi na kufanya agano jipya. Maana yake ni kwamba lile agano linafanyika ndani ya moyo. Kwa sababu hiyo hakuna kutendeka kwa nini? Kwa dhambi tena. Yesu akishakuwepo ndani, akawa mtawala, dhambi inakoma immediately, haitaendelea, kwa sababu tayari Bwana wa utukufu, Bwana wa utukufu, Bwana wa utukufu, Yesu aliye hai, yeye ndiye mtawala wa moyo. Yesu asifiwe. So kuifuta dhambi haisaidii sana, ila kuiondoa mahali inakotendekea, mahali inakoanzia, hiyo ndio suluhisho, ambako ni damu ya Yesu imefanya hivyo, inazama ndani ya moyo kushughulika na moyo. Haleluya. Ndio nasema damu yake ni kwa ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, ni kwa ondoleo la dhambi. Kwa Yesu akishatawala maisha, akishatawala moyo, hiyo kitu hakuna tena. Yesu na atusaidie sana. Kwa kwenye ondoleo la dhambi, kitu cha kwanza ambacho Yesu alifanya, cha kwanza kabisa, ni kuhakikisha anashughulikia moyo. Kushughulikia moyo kwanza. Yaani kabla alishughulikia mambo mawili matatu makubwa, tutayaangalia kule mbele, lakini alishughulikia sana moyo, kwa sababu ndio chanzo, ndio kilikuwa chanzo au ndio chanzo cha matendo yote ya mwili. Mwili hauwezi kufanya chochote isipokuwa umeendeshwa na moyo. There is no any miracle, hakuna muujiza wowote wa mwili kufanya jambo isipokuwa ni kwa njia ya moyo. Kabla ya ya moyo, mwili hauna cha kufanya. Mwili usipoendeshwa hauendi. Hata kwa habari ya kazi, mwili mpaka uamshwe na nia ya moyo. Nia ya moyo isipouamsha mwili, mwili hautatenda. Ndio maana uvivu wa aina yoyote kwenye maisha ya mtu haukai mwilini, uvivu unakaa moyoni. Ngoja niseme tena. Uvivu wa aina yoyote kwenye maisha ya mtu haukai mwilini, ila uvivu unakaa moyoni. So moyo usiposhughulikiwa, hakuna vile mwili unaweza kuwa hard worker. Hapana. We cannot get a hard worker, or we cannot get ourselves hard working except our heart is changed total.
Kama mioyo yetu haijabadilisha moja kwa moja, hakuna vile tunaweza kuondoa uvivu katika mwili. Wa uvivu wa mambo ya kiroho, wa uvivu wa mambo ya kazi, lazima unaishi kwenye moyo. Kama moyo wako sio mvivu, hauna uvivu kwenye eneo hilo, lazima na mwili wako hauna uvivu. Kama moyo wako una bidii, na mwili wako vile vile una bidii katika hayo mambo ambayo unapaswa kutia bidii. Atukuzwe Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Haleluya. Ndio, yani kama moyo wako hauna bidii, hata mwili pia hauwezi kuwa na bidii. Let me say again that kama moyo wako hauna bidii, hata na mwili wako hauwezi kuwa na bidii, kwa sababu mwili unaendeshwa na moyo. Uvivu ulioko mwilini ni kwamba unaishi moyoni. Uvivu unaotokea katika mwili uko ndani ya moyo. Sikia, uzembe ulioko kwenye mwili uko ndani ya moyo. Sikia nikwambie kitu, matendo yaliyoko mwilini yanatendwa moyoni. Kabla hajatendwa moyoni, hayatatendeka mwilini. Atusaidie mfalme wa utukufu Yesu Bwana wetu. Ndio, hiyo ni kanuni kabisa, na ndivyo ilivyo. Haiwezekani, kwa sababu hakuna muujiza wowote, hakuna muujiza wowote wa bodi ya gari kwenda yenyewe. Haiwezekani. Lazima kuwe na kinachoendesha ambacho ni engine. Kama mashine haipo, bodi ya gari haiwezi kwenda. Haiwezi. There is no way a body can move. Haitawezekana. Haiwezi kusogea. So ili isogee inahitaji mashine ya kuipeleka. Kwa Yesu, ndio maana nasema ni kwa ondoleo la dhambi. Kwa sababu ikiwa ni kwa kufutwa tu na msamaha wa dhambi ingeendelea kutendwa, lakini kwenye injili ya kwanza Yesu anasema ni kwa ondoleo la nini? La dhambi. Inaondolewa moja kwa moja, haitabakia tena, haitakuwepo. Manake haitarajiwi baada ya kazi ya Yesu msalabani kuonekana kwa dhambi kwenye maisha ya mtu. Haitarajiwi hivyo. Kwa nini? Ni kwa sababu imeondolewa. Yesu atusaidie sana. Sasa kuna watu ambao wamekuwa na mitazamo fulani ambayo ni makosa. Yesu atusaidie sana. Ngoja, kuna watu wamekuwa na mitazamo ya tofauti ambayo kimsingi wanatazama kimakosa. Yesu na atusaidie sana. Na hili naomba niliseme leo. Sikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Sikia. Anasema kitabu cha Yohana mtakatifu, kitabu cha Yohana cha Mathayo mtakatifu, naomba nianzie mstari wa 5 ili tupate kuelewa vizuri. Hapa ni Yohana Mbatizaji, ili niokoe muda. Ni Yohana Mbatizaji hapa anabatiza watu. Anapokuwa anabatiza watu kuna mambo kadhaa ambayo anayafanya. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Kuna mambo kadhaa ambayo anayafanya, tutakuja kuangalia kwa wakati mwingine, lakini kwa hilo neno ondoleo la dhambi ndio nataka tuone hapa. Sikia, ukisoma kwenye mstari wa 11, anapowabatiza watu anakuja kuwaambia hivi, anapozungumza na wao. Mstari wa 10, na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yesu atusaidie sana. Sikia, kuna watu wamekuwa wakidhani, na kuna mahali inawezekana nasema hivi, jamani, ubatizo hauondoi dhambi. Sasa kuna watu ambao wamekuwa wanadhani kwamba kwa kubatizwa wanafutiwa dhambi. Jamani, sikieni, ubatizo haufuti dhambi, wala ubatizo hauondoi dhambi.
Ngoja, ubatizo haufuti dhambi, wala ubatizo hauondoi dhambi. Hapana. Sikieni, ubatizo ni kuitimiza haki yote. Sehemu kubwa nataka ujue, ubatizo sio kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi ni damu ya Yesu peke yake. Naomba ulielewe hilo. Baba yetu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu, asante kwa wema wako asubuhi ya leo. Asante kwa wakati huu tena ambao Baba yetu, Mungu wetu, mfalme wetu, imependeza machoni pako kwamba uendelee kutuweka tena juu ya uso wa nchi, ili kwamba tuendelee kuwepo, Bwana, tuendelee kukutukuza, mfalme wa utukufu. Nasi mioyoni, Bwana, tunakushukuru katika wakati huu. Tunasema asante kwa pendo la ajabu na la pekee katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo aliye Bwana na mwamba na mwokozi na nguvu zetu. Jehova, tunasema asante kwa sababu ya pendo hili la ajabu ambalo katika hilo pendo, mfalme, tumependwa Bwana, tumetunzwa, tumepatikana humo ndani yake, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninakushukuru sana kwa vile umekuwa pamoja nasi, Bwana, kwa vile umetutunza mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu mpendwa, omba kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu ya alfajiri hii ya leo ambayo Bwana imependeza sana machoni pako, tuendelee kuwepo. Tunakushukuru mno. Asante kwa maneno ambayo Bwana umezungumza na sisi kwa habari ya ondoleo la dhambi, kwamba damu yako pekee ndio ambayo imefanya kazi ya kuisamehe, ya kuifuta dhambi iliyokwisha kutendwa, lakini kuondoa chanzo kilichoisababisha dhambi, kwa maana ya moyo kubadilishwa. Baba, asante kwa pendo lako. Asante kwa vile ambavyo umeendelea kuwa pamoja nasi, Bwana, ukiendelea kuzungumza na sisi katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo aliye Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu, mfalme. Bwana, tunaomba ukatupe neema tena Bwana katika asubuhi ya leo. Baba, tunaomba Mungu mtakatifu kwamba Bwana wangu, tumekuja kwako kwa kuwa Bwana tunajua kwamba hakuna mwingine zaidi yako, Bwana, ambaye tunaweza kumwendea kwa habari ya maisha yetu. Bwana, hata alfajiri ya leo tumekuja kwako mtakatifu, kwa sababu wewe ndiye baba yetu, tena ni Mungu wetu, tena ni kila kitu, mfalme. Wewe ni mwokozi wetu, wewe ni zaidi ya vyote katika maisha yetu, mfalme. Asubuhi ya leo Bwana tumekuja kwako, mfalme mtakatifu, Bwana, tukisema asante kwa pendo, asante kwa kila kitu, Bwana mabwana, katika maisha yetu. Mfalme, tunakuomba Bwana, neema yako na iwe juu yetu tena katika alfajiri hii ya leo. Neema yako Bwana na iwe juu yetu tena, mtakatifu Mungu wetu. Neema yako na iwe juu yetu tena, baba yetu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu. Neema yako mwenye nguvu, Bwana wangu, na iwe juu yetu tena katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu mtakatifu, Jehova, Bwana wangu na baba yangu, ninaomba Bwana wangu, neema yako na iwe juu yetu tena katika asubuhi ya leo. Bwana Baba, tunaomba kukubalika tena mbele zako, mtakatifu Mungu wetu, maana Bwana wangu na baba yangu, tunakusihi Bwana, tunakuomba tafadhali Yesu, tunaomba kukubalika machoni pako, tunaomba kukubalika mbele zako Bwana Baba, kwamba ukatukubali Bwana Yesu Kristo mwokozi, ukatukubali kwamba Bwana Mungu mtakatifu, ukatutengeneze vile upendavyo. Bwana Yesu, kuna nia, kuna mpango, kuna dhumuni, kuna kusudi uko nalo ambalo Bwana katika hilo ulidharau aibu, hata ukautahimili msalaba ili kutuokoa. Baba, ninakuomba Bwana wangu, katika wakati huu ninakusihi Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana tunaomba kibali machoni pako mwenye haki, tunaomba kibali machoni pako Bwana Baba, ukatukubali mfalme wa utukufu. Tunakuomba Bwana mabwana kwamba ukatutengeneze mfalme mwenye nguvu, Baba, ukatutengeneze vile upendavyo, vile unaona ni vyema, vile unaona kwamba inakupendeza mfalme, hivyo ndivyo ukatutengeneze Mungu mwenye haki. Baba, ukatupe Bwana kwa kile ambacho ulikidhamiria, kile ambacho ulikitaka, ulikikusudia Bwana wangu na baba yangu, wakati tulipokubali kwenda msalabani, kile ambacho ulikidhamiria, kile ambacho ulikuwa unakitaka Bwana wangu, na kuomba baba yetu na Mungu wetu kwamba ukatufanye tuwe hicho Bwana, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo aliye Bwana. Mungu mtakatifu, ninakuomba Bwana wangu na baba yangu kwamba Jehova Mungu wetu na baba yetu, tutengeneze Bwana, tuwe kile ambacho wewe ulikidhamiria, tuwe kile ambacho wewe ulikitaka, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tutengeneze Mungu mwenye haki, Mungu mwenye nguvu, baba yangu na Mungu wangu, naomba Bwana ukatutengeneze, tupe kuwa hicho Bwana, tutengeneze Bwana wangu, tupe kuwa kile ambacho wewe ulikitaka baada ya kazi yako msalabani. Yesu, tutengeneze tuwe kile ambacho wewe ulikitaka mfalme, kile ambacho ulikidhamiria baba yangu na Mungu wangu, naomba utupe kuwa hicho Bwana, tufinyange kabisa mfalme Bwana, ukatutengeneze tuwe kile ambacho ulikidhamiria, kile ambacho ulikikusudia, kile ambacho wewe ulikitaka, kwa jina lenye nguvu
la thamani la Yesu Kristo aliye Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Jehova, mimi ninakuomba Bwana ukatufanyie matengenezo, tufanyie matengenezo ya Bwana, tuwe kile ambacho wewe ulikitaka, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu wetu na baba yetu, ninakuomba Bwana wangu na baba yangu, ya kwamba Bwana Mungu mtakatifu katutengeneze mfalme. Bwana wangu, tuunde kabisa vile upendavyo, vile unaona ni vyema Bwana, vile unaona inakupendeza, hivi ndivyo ukatutengeneze kabisa, katika jina la Yesu. Tumekuwa matokeo ya kazi yako msalabani, tumekuwa tokeo la kazi ya msalaba ya Bwana Yesu. Ninakuomba baba yangu kwamba wakatupe kuwa tokeo la kazi ya msalaba, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tengeneza mtu mmoja mmoja majira haya, Bwana wangu, lile lengo ambalo ulikuwa nalo Bwana, katika hilo ukakubali kutuokoa. Yesu, ninakuomba Bwana ukatutengeneze mfalme, Bwana wangu, tupe kuwa kile ambacho ulikitaka, kwa jina la Yesu. Baba, ninakusihi ukatutengeneze Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tufanyie matengenezo, tuondolee kabisa Bwana kila ambacho hakikufurahishi wewe ndani yetu mfalme. Bwana wangu, ninakuomba ukatuondolee Baba, fanya matengenezo ndani yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Wakati mwingine Bwana kuna mambo ambayo yanatuzidi Bwana. Kuna watoto wako inawezekana majira haya wako wanaomba, wako wanakusihi Bwana kwa habari ya vitu fulani, tabia fulani ambazo zimewalemea, zimewazidi Bwana. Baba, damu yako ilimwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ninakuomba mfalme wa utukufu kwamba achilia hiyo neema yako ndani yao Baba, ukawape kushinda yale mazingira ya dhambi ambayo yanawasumbua. Wape kushinda Bwana, wape kushinda Bwana, wape kushinda Bwana, wape kuiweza miili yao, wape kuiweza miili yao, wape kuiweza miili yao, wape kujikontrol, wape Bwana kuiweza miili yao, kwa jina lenye nguvu la Yesu mwamba mwokozi na nguvu zetu. Jehova Baba, ninakuomba wape kuiweza miili yao, wape kuiweza miili yao kwa jina la Yesu. Ile nguvu yote iliyowakalia, nguvu yote ambayo imewakalia inawaendesha inavyotaka, Yesu Kristo nakuomba Bwana, ingilia kati, ukaiondoe ndani yao, ukaiondoe ndani yao kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu naomba Bwana, ingilia kati Bwana, ukaiondoe hiyo nguvu ndani yao katika jina la Yesu. Yesu, ninakuomba ukaguse Bwana, ondoa ndani ya miili yao, ondoa ndani ya mioyo yao, ondoa hiyo nguvu inayowaendesha Bwana, nguvu ya dhambi, nguvu ya ulevi, nguvu ya ulevi wa sigara, ulevi wa pombe Bwana, nguvu yote ile ya zinaa, nguvu yote ile inayowasumbua Yesu, nakuomba uiondoe ndani yao, maana uweza unao, maana nguvu unazo. Yesu, nakuomba iondoe ndani yao, kwa majina yao unawajua. Yesu, nakuomba kila aina ya addiction yoyote iliyowakalia, kila aina ya uraibu, wengine ni uraibu wa madawa ya kulevya, Yesu ingilia kati, wapiganie. Wengine ni uraibu wa zinaa, wengine ni uraibu Bwana wa pombe, wengine ni uraibu wa sigara, wengine ni uraibu wa bangi. Yesu, waondolee na kuomba mfalme, ukawafungue mahali popote walipo kwa jina la Yesu Kristo wana Mungu aliye hai. Bwana, aina yote ile uraibu unaowasumbua, damu yako Yesu ilimaliza, naomba waondolee, waondolee Bwana kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba uwakumbuke, waponye Bwana, ponya mioyo yao, ponya nafsi zao, fungue Bwana vifungo vilivyokamata hata miili yao, ondolea mbali Bwana, takasa kwa damu ya Yesu, takasa kwa damu ya Yesu, takasa mioyo yao kwa damu ya Yesu, safisha mioyo yao kwa damu ya Yesu, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Family, ninakuomba ondolea mbali Bwana, ondolea mbali Bwana, ondolea mbali Bwana kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba ondolea mbali mfalme, ondolea mbali huo mzigo ambao umekamata mioyo yao katika jina la Yesu, mzigo wote ambao umekamata mioyo yao Baba, nakuomba Bwana ukaondoe Baba, ukasafishe Baba, ukaondolee mbali katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu, ninakuomba Mungu mtakatifu, Bwana wangu na baba yangu, katika jina la Yesu nakuomba Bwana ukawafungue. Yesu, wafungue, waweke huru Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, waweke huru Bwana mabwana. Mungu mwaminifu, Mungu mtakatifu, Bwana wangu, ninakuomba Bwana kwamba ukawaondolee, waondolee Bwana hiyo hali, waondolee hiyo mzigo uliowakalia kwa namna nyingine Bwana wangu, nakuomba ukawaondolee katika jina la Yesu Kristo.
kuna mzigo umewakalia, unawazidi nguvu, unawaendesha. Yesu nakuomba ondoa hiyo nguvu ndani yao. Yesu naomba ukawatetee Baba, tengeneza, naomba mfano wa utukufu kama ulivyoahidi kwenye 14:23 Yohana Mtakatifu, ya kwamba utafanya makao yako ndani yetu, ndani yetu kae Bwana. Baba, utukufu wako ukatembee nasi. Baba, tusiwe watu wa kawaida Bwana, maana tumedhamiria utafuta uso wako. Baba, ninakuomba Bwana, tupe neema hata alfajiri ya leo kwa jina la Yesu. Bwana, ufanye makao yako ndani yetu, hata utukufu wako utembee na sisi kwa viwango vya juu Bwana, kwa viwango vingine kwa jina la Yesu. Hata utukufu wako utembee nasi, hata neema yako itembee nasi, hata nguvu yako idhihirike, hata nguvu yako itembee nasi kwa jina la Yesu aliye hai. Nguvu yako na itembee nasi rakaposekete rigariando kwa jina la Yesu. Naomba nguvu yako na itembee nasi, itembee na watoto wako Bwana, ninakuomba Bwana, nguvu yako ikatembee nasi, nguvu yako na itembee nasi, tukufu wako na utufunike, tembea nasi Bwana kila mahali tunapokuwa, hata Bwana uwe pamoja nasi hapo. Yesu kadhirike kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ukajionyeshe Yesu, ukajionyeshe. Haleluya. Yesu ninaomba ukajionyeshe kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu aliye hai, nguvu yako na iwe dhahiri ndani yetu, usiwe watu wa kawaida. Let your power manifest within us in the name of Jesus. Baba, ninaomba tukufu wako na utembee nasi, neema yako. Haleluya. Rakaposatata pendomba kwa jina la Yesu, neema yako Bwana, uweza wako Bwana, na uwe pamoja nasi, na uwe pamoja nasi, na uwe pamoja nasi. Nguvu zako Bwana na ziwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, mimi nakuomba sana kwamba neema yako haitembee nasi, hata utukufu wako uwe pamoja nasi Bwana ila mahali tunapokuwa, hata nguvu zako ziwe pamoja nasi, hata uwe pamoja nasi wewe mwenyewe Yesu Kristo Mwokozi, ukitia hekima ya ajabu ndani yetu, ukitia mafunuo ya ajabu ndani yetu kwa jina la Yesu aliye hai. Watoto wako wameamua kutafuta uso wako alfajiri kama hii kwa jina la Yesu, naomba ukadhihirike kwao, dhihirika kwao, dhihirika kwao, dhihirika kwao, dhihirika kwao, dhihirika kwao kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu, dhihirika kwao, onekana kwao, dhihirika kwao kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, ninakuomba ukajionyeshe kwao, jaza wale wanaohitaji, wajae nguvu yako. Naomba nguvu zako ziwe ndani yao, naomba uweza wako uwe ndani yao. Wajae Roho Mtakatifu, wajae Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Baba, tunakutukuza Mfalme wangu na Baba yangu, ninaomba ujazo Roho Mtakatifu ndani yao. Wote wenye kuhitaji, naomba Bwana wakapokee nguvu ya Roho Mtakatifu iwe ndani yao. Naomba Bwana nguvu ya Roho Mtakatifu ingie ndani yao. Naomba Roho Mtakatifu washe moto ndani yao. Amsha mioyo yao, amsha mioyo yao, amsha mioyo yao, amsha mioyo yao kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Iamshe mioyo yao, iamshe mioyo yao, amsha mioyo yao, amsha moyo wa kanisa lako, amsha mioyo wa Kristo, amsha mioyo wa watoto wako, amsha mioyo wa wanadamu katika kukucha wewe Bwana na kukuishia wewe. Amsha mioyo, amsha mioyo, amsha mioyo hiyo kwa jina la Yesu. Washa moto ndani yao, amsha mioyo, amsha mioyo, amsha mioyo, amsha mioyo, leta uamsho kwa jina la Yesu Kristo. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Baba, tunaomba ukajionyeshe katikati yetu, ukajionyeshe kwa dhahiri ye Bwana. Wacha iwe wazi, wacha iwe wazi, wacha iwe wazi ya kwamba uko pamoja nasi kwa utukufu wako Mwokozi Yesu. In the name of Jesus our Father, manifest within us. Acha iwe wazi, let it be clear Father, in the name of Jesus. Bwana wangu asante, ninaomba neema yako, ninaomba ukajidhihirishe, naomba ukajionyeshe, naomba ukajionyeshe katikati yetu kwa jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi wa ulimwengu uliye hai. Baba, ninakusihi ukaonekane. Wako watoto wako mbalimbali ambao katika majira haya wanaomba. Bwana, wako wanaomba kwa sababu kuna changamoto mbalimbali ambazo ziko kwenye maisha yao. Wengine ni wagonjwa, wako na maumivu, wako na mateso fulani katika miili yao. Bwana wangu na Baba yangu, mimi ninakuomba walio wagonjwa wote kwa jina la Yesu aliye hai, nakuomba ukawaguse. Bwana, nakuomba waguse kwa jina la Yesu. Yote aliye mgonjwa mahali popote, Yesu naomba nyosha mkono wako wenye uweza na nguvu. Bwana,
touch in the name of Jesus. Naomba ukaguse kwa jina la Yesu kwa mkono wako. Yesu nakuomba, ondoa ugonjwa ndani yao. Bwana, ondoa ugonjwa wowote uliowapata, ikiwa ni kupoza, ikiwa ni ugonjwa wowote ndani ya damu, ndani ya mishipa, ndani ya mifupa, ndani ya nyama. Bwana, naomba ukaguse, ondoa matatizo ya moyo. Yesu nakuomba, ponya wenye roho mbaya za adui, roho za kifafa kwa jina la Yesu. Pepo kifafa, toka ndani yao, toka ndani yao, waachie huru, toka kwa jina la Yesu. Pepo kifafa, toka, waachie. Pepo kichaa, toka, waachie, toka, waachie, toka, achia. Waka moto, waka moto, waka moto, pigwa, haribika, pigwa, haribiwa kwa jina la Yesu. Haribika kuanzia leo. Walio wagonjwa waupoke uzima. Ratatapashete kwa jina la Yesu. Walio wagonjwa waupoke uzima kwa jina la Yesu. Wherever you are, pokea uzima kwa jina la Yesu. Hata kama uko hospitali, pokea uzima kwa jina la Yesu. Uko nyumbani, pokea uzima kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba operation yako ya uponyaji ikatembea na wao kwa jina la Yesu. Ponya, ikatembea kwenye mahospitali, ikatembea maeneo mbalimbali kwa jina la Yesu. Baba, ninakuomba uzima wako na uwe ndani ya watoto wako. Wengine wana changamoto za uchumi, mambo ni mabaya, hawaelewi inakuaje. Roho Mtakatifu wa Bwana unayo majibu. Ninaomba watokee kwenye uchumi wao. Wengine hata hawaelewi inakuaje. Wanapata fedha ni kweli, lakini hawajui inatumikaje, hawajui inaishaje. Wanashangaa tu hawana fedha tena. Yesu, naomba watetee watoto wako kwa jina la Yesu. Wapiganie, maana damu yako ilimwagika kwa ajili yetu. Kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nakuomba Yesu kawafungue, Yesu kawafungue. Fungua uchumi wao. Roho ya adui iliyounganishwa na uchumi wao itoke, toka kwa jina la Yesu. Kuanzia leo waachie katika jina lenye nguvu la Yesu. Baba, naomba neema yako newe pamoja nao. Tembea nao wanapotoka kuelekea makazini mwao. Naomba uwe pamoja nao Bwana. Tembea na wao Mfalme, ukawalinde na kuwatunza, for the glory of the name of our Father, in the name of Jesus. Amen. Mungu akubariki sana. Endelea kulindwa na Kristo Yesu. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akufadhili na kukuinua. Akuangazie nuru ya uso wake. Katika jina la Yesu. Sio mtu wa kawaida, lakini ubarikiwe kwa jina la Bwana Yesu. Ubarikiwe kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akubariki na kukuzidisha kwa jina la Yesu. Tembea katika uzima, udumuo kwa jina la Yesu. Amen.